Msikilizaji, mimi unaniita Christine Kambua na ndani ya Msumari Moto leo nataka tuzungumze, alright? Na kuna survey ambayo imetolewa, kuna Economic Survey 2026. Ukiangalia kwenye ukurasa wa 5 wa The Standard utaiona pale, na ni kwamba Nairobi City sasa hivi inaongoza kwa crime cases among all the counties. Ukiangalia pale kwa ile survey utaona Nairobi inaongoza na 5.1%, ambayo ukiangalia kwenye ukurasa wa The Standard wa ukurasa wa 5, Nairobi visa ambavyo viliweza kuripotiwa ni visa 9,958, ikifuatwa na Kiambu ambayo iko na 7,364, ukifuatwa na Meru pale 5,534, Nakuru 4,719, Machakos 4,200 among others. Hizo ni counties top 5 ambazo zinaongoza kwa crime cases hapa nchini Kenya. Hizo zingine alafu kuna counties with the lowest crime rate. Kuna counties ambazo crime rate zake iko chini. Havifanyiki sana kule. Kuna Tana River County iko na crime iko na scenes ngapi? Iko na incidents 359. Samburu iko na 382, Mandera 419, Wajir 425, alafu kuna Lamu 453. Na hizi zote zinajumuisha homicide, robbery, break-ins, ile kuvunja manyumba za watu, kuingia, kuiba kwa magari, drugs and trafficking offenses. Ni among crime scenes ambazo zimeweza kufanyiwa utafiti, msikilizaji. Nao mimi nilikuwa nataka kuuliza, ile county ambayo upo sasa hivi, yamekukuta, ushawahi kutana na vitu kama hivi? Ushawahi kutwa, labda ushawahi ibiwa simu, labda mtu ashawahi vunja kwa nyumba yako akakuibia, labda mtu amesha kuibia pale, ama ile unatembea mtu anakukuta, anakupora. Hebu tuzungumze, na kama kisa ni recent nataka pia tuzungumze tuweze kujua, kwa sababu naambiwa kwamba kuna jopo ambalo limeundwa sasa hivi ambalo litakuwa linaweza kukabiliana na hivi visa vya crime lakini sasa nataka tuzungumze, wewe kama Mkenya katika ile county ambayo upo, haya mambo yashawahi kutokea ama yamekutokea hivi karibuni? 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha. Hello Kastiro. Mambo vipi? Poa sana, naongea na Mark Project. Alright, karibu sana. Kutoka Ruiru hapa ambayo ni Kiambu County, nimesikia ukitaja hapo. Kabisa, iko number 2 hapo. Sasa huku. Yes. Kisema hapa penye naishi hapa Ruiru, hiyo mambo ya kuvunja bado iko sana. Okay. Lakini shida ni moja, unaona hao wasewa nini? Hao kupokonya watu simu. Okay. Wanakuja kwa pikipiki wawili, alafu wanakupokonya simu, wanatoroka. Hao wamejaa sana kabisa. So mostly pale ni wizi wa simu na watu wale wa pikipiki ambao wanaiba, wana grab na wana drive mbio, wanakimbia. Hebu tuzungumze. Fresha, mambo? Inakuaje Kambua? Mambo fresh. Uko wapi? Uko county gani? Niko county ya Machakos County. Niko na visa crime scene ya 42,000 na kitu. Yes. Mimi naye nimeshuhudia, kuna brother yangu mwenye aliibiwa simu. Okay. Na si hata mahali penye iko overcrowded sana ati watu wako wengi. Na ni 4,200 Imagine. Hata kama bwana. Yaani sasa tuko mbele pamoja. Kwa mpigo tena zaidi. Na hii ni utafiti wa crime rates ambayo ilionekana pale katika mwaka wa 2025 Sasa hivi sijui inakuaje, kwa sababu sasa hivi tumesikia visa vya utovu wa usalama mara nyingi. Sijui kama huu mwaka itakuwaje, lakini hebu tuzungumze. Niambie hapo mahali ulipo. Nataka uniambie uko kwenye kaunti gani, na je, ushayapitia, yamekukuta? Radio Maisha. Hello.
Vipi Kambua? Poa, karibu sana. Nani kutoka wapi? Ni Super Sababa Martinelli kutoka Kasarani. Alright. Ami ilinikuta tu juzi, unajua nilikuja mimi Kanairo mara ya kwanza. Ndio nilikuwa hapo Mombasa Road. Sasa nilikuwa na director hapo na mko wangu fulani hapa alikuwa ananionyesha penye anaishi. Ndio. Sasa mimi ile harakati ya communicate hivi, kuna jamaa alikuja bwana, alikuwa anataka kupita na simu yangu, sasa akapata nimeshikilia strong. Oh, alikuwa anataka kukukaribisha Nairobi, ah? Hapo Mombasa Road, but nilimpiga vibaya sana. Alright, sawa sawa. Huyo ni wa hapa Mombasa Road. Anasema kwamba karibu iende bwana. Sema alikuwa ameshikilia vizuri. Radio Maisha, hello. Hello Kambua. Yes. Ni Samuel kutoka Malindi. Karibu Samueli. Mambo ya kuibua na wakati fulani nimelala kwa ndugu nikamka nikasikia mbona kelele na mlango kama unavunjwa. Ulikuwa umelala wapi? Hapo Malindi? Hapa tayari nilikuwa kwa ndugu kama nasikia kila vunjo mlango, nashangaa kuamka kuna jamaa ndio kuvunja. Nilipokunikataza kuna jamaa alikuwa anataka nikamuita. Kuitana ndio akasikia huyu mwenye anavunjia bado akalive ndio akatoroka. Wakakimbia. Wakatoroka. Hii ili happen lini? Hata mambo hajamaliza miezi kama 2 hivi. Ni mwezi mmoja, chini ya miezi miwili, ah? Alright, sawa sawa. Levi mmoja. Kambua bado ni good morning, mambo. Niko fiti. Kisha tu tena mara ya pili. Alright, karibu tena. Sasa nikitaka kitu cha jamii, unaweza usikie hii kanjanga ya Busia. Tangu tu nianze tu kuishi tu hapa Busia, na mtu huenda na poponya mtu darani. Okay. Acha tuseme tu kweli, siwezi sema tu ati hapa Busia kuna wale wanapoponya. Hapana, iko tu sawa hadi tamati. Alright, sawa sawa. Levi mmoja anasema kule upande wa Busia jamani kuko safe kidogo. Robert. Kambua. Mambo vipi? Niko sawa. Karibu sana. Nashukuru. Machakos iko namba ngapi? Machakos iko namba 5 pale na 4200 cases. Okay, please niko inajiita Mala. Ukitoka Josko unaenda next Mala. Alright. Hiyo crime niko upande hii kusema kweli, sitasema haipo ama iko. Hiyo nasikia kwa mbali mtu akafungiwa nyumba, mtu akaibiwa kuku, akaibiwa mbuzi. Ndio. Lakini hapa sokoni tukitembea, mimi naona natembea saa 7 za usiku, sometimes saa 8 nikitoka shughuli ya town saa 9 bado nafika nyumbani salama. Huku tu kitu inaweza crime kubwa sana ni fisi. Fisi ndio anaweza kukimbiza ile time. Unasema fisi tu peke yake? Fisi ndio wengi, ama labda wameweka fisi ndani kwa hiyo crime. Hey, Robert, hii ni gari. Asante sana. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha, niaje Kambua? Niko fiti, wewe uko aje? Niko fresh kabisa, unabanja na hiyo mikeo hizi za Kitengela. Karibu sana. Mimi niko poa. Sawa mimi? Vile umesema hapo studio ya Nairobi ninaongoza. Yes. Mimi nakumbuka nilipigwa ngeta pale railways kuja hii railways hapo Nairobi. Hapa Nairobi. Nilipigwa ngeta tenje yangu nikanyang'anywa hapo. Yes. Nikawa confused, lakini hatimaye niliweza kusaidika. So mimi naona Nairobi inaongoza na nimesema Kiambu. Unajua Kiambu iko within Nairobi county zinapakana na Nairobi. Ndio, iko tu hapa zimeshikana. Lakini but Kajiado haina crime mingi sana vile. Hebu niulize. Namuuliza dada. Hii imehappen lini? Imehappen last year mwezi wa 8. Last year August. Yes. Pole sana kwa kupigwa ngeta. Radio Maisha, hello. Kambua. Yes. Mambo vipi? Mambo freshi. Najiambia nikiwa maeneo ya Narok haya. Alright, karibu sana. Hapa Narok sijaona sana. Sijaona visa sana. Hapo Narok tuko tu sawa. Unasema hakuna visa mbaya ya wizi. Alright. Sawa. Asante sana. Yeye anasema upande wa Narok pale kidogo kuna usalama. So far nimesikia Busia
Nimesikia Narok, sijui wewe uliko kuko vipi. Labda niangalie SMS line yangu kidogo. Namuona anasema Kastiro, mimi Alan Dondo kutoka Siaya. Mimi nilipatana na wakora last month nikipiga simu, wakanipiga wakachukua simu. Bahati mbaya walikuwa wawili, mmoja wao akashikwa, akapigwa na kuuawa papo hapo. Jamani. Alright, kuna mwingine anasema Kambua anauliza wa Mokiata pamoja. Okay, vile ambavyo ameiandika kidogo ndio ilikuwa inanichanganya. Anasema okay, anasema pamoja sana. Mwingine anasema hapa Mtwapa walikuwa wengi sana, lakini siku hizi wamepungua. Alright, mwingine anasema ni Christopher kutoka Kakamega. Huku hivi hakujashuhudiwa visa vingi, ila vipo kidogo kidogo. Kuna mwingine anasema Kambua, mimi ni Komeru na jana nimeshuhudia wakichukua pikipiki mchana peupe. Wanaiba mpaka pikipiki siku hizi. Alright, kuna mtu anasema mimi ni Joseph Simiyu kutoka Kimangeti, Kakamega County. Huku wizi wa kubomoa nyumba za watu na kupora vitu umekithiri sana. Upande wa Kakamega pale wanasema wizi wa kuvunja nyumba za watu na kupora vitu. Morris KE. Kambua, mambo vipi? Niko fresh, uko aje? Niko fiti pia. Karibu. Niko huku Mayuge, Kakamega. Alafu kwanza, yes, kuna mwenzetu alitangulia mbele za haki, anaitwa Timothy Ngaira. Yes. So mashabiki kwa ujumla, sisi wote timu sisi kwa sisi, ndio kuna pale inatumiwa, unatuma kitu kako kama uko hata na so hata kama ni 200. Ndio. Kuna group hapo tumeshakatengeneza ilivyo kawaida. Tunatoa mchango wetu kama mwenye atajisikia, hatuwezi lazimisha. Alright, sawa sawa. So kama kuna mwenye atajisikia anaweza fanya hivyo. Sasa hapo kwa Mzumari Moto, ndio hizo visa ziko na ziko kwa sana. Wewe uko county gani sasa hivi as we talk? Niko Kakamega. Kakamega, ni visa gani ambavyo vimekithiri sana huko? Naona tu ikishafika mida ni kama ya 2 hivi, kama bado uko nje. Yeah. Ama hata ikiwa 2 unataka utoke kwako uende mahali. Inafaa unatembea tu ukiwa uwe na usalama wako tu, juu uko njiani kuna mavijana tu. Alright. Wale wakutishia watu, kama wanaweza kupata, kama wewe mwenyewe unaogopa. Unaweza chotwa kila kitu, unaweza tolewa hata na nguo, lakini kama pia wewe unajiamini unaweza faulu. Lakini hizo visa siko sana. So hapa ni mtu nguvudze. Kisha wewe mwenyewe ukitoka kwako jioni uende mahali, ama utoke mahali unaenda kwako, mwenyewe na nguvu zako ndio zitakuokoa huko njiani. Na unajua haifai kuwa hivyo bwana. Wakati ambapo sasa imefika mahali mpaka ikifika 2 unaogopea usalama wako, inasikitisha, na sijui usalama utaweza kudumishwa vipi. Kuna mtu anasema oya, ni Amos kutoka Kitui, kwetu si sana. Anasema sio sana. Kuna mwingine anasema sio sana. Sijui wewe msikilizaji unasemaje? Visa katika kaunti ambayo upo, hivi visa vipo? Nitakuwa narudi uweze kuniambia kama hivi visa vipo, lakini kwa sasa tufanye hivi. Nilikuwa nimeuliza katika kaunti ambayo upo, jamani, hivi visa vipo? Vishakukuta hivi karibuni? Radio Maisha, hello. Kama nimerudi hapa, ni Super wa Kasarani. Karibu tena. Mimi nataka nishauri wa Kenya, ukikuja hapa Kanairo inafaa uanze kunywa gym. Sababu ukikutana na hao masinginya kupiga hata unawapiga vibaya. Unasema sahi watu wa invest kuingia gym kama uko hapa jijini Nairobi? Hiyo tu ndio the best option yenye itakuwa kwa kabla ya masaa hapo. Alright, sawa sawa. Lakini maafisa wa usalama wako wapi jamani? Radio Maisha, hello. Kambua. Yes. Mambo. Fiti. Mimi naongea na Sami nikiwa Kajiado. Karibu sana Sami. Huko Kajiado iko safe? Unasema iko safe kabisa? Nikujasikia lolote. Alright, sawa sawa. Asante sana. Dan. Ati Abatai. Niko sawa. Si bwana naitika tu hivyo bwana. Alright, karibu basi.
Kambua, yani huku kwetu kaunti yenye niko kuko 50-50. Umesema ni 50-50. Vipo yani unapata vinafanyika sana, napata saa zingine kumetulia kabisa, watu wako sawa. So havipi ndio kutuvumba macho ama ni sababu unaweza upata tu kwamba hali iko tu sawa sawa. Hata mtu hawezi sema chochote, lakini baada ya muda kidogo ndio inaibuka tu mara moja, unapata vimeshika tena vinapotea. Yani ni kama wanajaribu kutupima, lakini si sana. So ingine tunasema ni maafisa wa polisi wawe macho sababu watu wakianza kufanya hivyo ni kama wanataka wajue nyinyi nanyi mnashuhudia, mnaona, mnafanya kitu. Ndio sasa inafanyika, lakini si sana. Alright, sawa. Asante sana. Viona huku Siaya wako walishambulia babangu kwa job hadi wakamuua na hakuwahi pata haki. Imehappen Feb. Pole sana. Kuna mtu anasema mimi Mwarondo kutoka Kwale. Mimi nilivamiwa nikienda soko saa 11:30 asubuhi, nikarambwa shilingi 3,000. Walinigonga chuma. Anasema kwamba walimgonga chuma. Jamani, poleni sana. Kuna mtu anasema ni Quinta kutoka Likoni, huku ni ukora tu wa kupokonywa simu. Anasema kule upande wa Likoni ni mambo ya kupokonya na simu tu. Radio Maisha ni John Terry kutoka Bungoma, huku ni anasema ni Mombo ndio kusemaje sijui. Lakini msikilizaji, kwa hayo machache ama mengi jamani, nasema kwamba wacha tukomee hapo ndani ya Msumari Moto asubuhi ya leo, si ndio? Niseme kwamba jilinde, lakini pia kwa maafisa wa usalama, tafadhali tuhakikishe kwamba wananchi wako salama, kwa sababu ukisikia mtu anarauka asubuhi kwenda kuchuma, alafu anafika kwa barabara anaporwa baadaye. Mwingine kama Viona anavyosema kwamba babake alivamiwa akapigwa mpaka akauliwa, maskini. That is so sad. Na anasema kwamba mpaka sasa hivi hajaweza kupata haki. Natumai kwamba haki itaweza kupatikana kwa baba Viona. Ndio mwisho wa Msumari Moto. Mimi unaniita Christine Kambua.